Bwana, kikosi cha Young Africans Sports Club kimewasili salama jijini Dar es Salaam kitokea visiwani Zanzibar kilikokuwa kikicheza mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika mchezo huo, Yanga ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao matatu dhidi ya JS Kabylie, lakini matokeo hayo hayakutosha kuipeleka timu hiyo hatua ya robo finali. Hatima ya Yanga iliamuliwa na matokeo ya mchezo mwingine wa kundi hilo ambapo FAR Rabat ilipata sare dhidi ya Al Ahly. Sare hiyo ilihakikishia FAR Rabat nafasi ya kusonga mbele huku Yanga ikibaki nje licha ya ushindi wake mnono. Baada ya kuwasili leo mchana, wachezaji na benchi la ufundi walionekana kuwa katika hali ya huzuni, wakionyesha wazi kuguswa na kutotimia kwa malengo yao ya kuvuka hatua ya makundi. Kabla ya mchezo huo, kulikuwa na matumaini makubwa miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka nchini kwamba Yanga ingeandika historia nyingine ya kufuzu kwa kishindo. Msimu huo ulikuwa rekodi kwa Tanzania kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano ya Afrika, jambo lililoashiria kukua kwa soka la Tanzania kimataifa. Hata hivyo, hakuna hata timu moja iliyofanikiwa kutinga robo finali. Hali inayozua mjadala mpana kuhusu ushindani, maandalizi na uwekezaji katika klabu zetu. Licha ya kuishia hatua ya makundi, ushindi dhidi ya JS Kabylie unaacha funzo na matumaini kwa siku zijazo. Sasa macho na matarajio ya mashabiki yanaelekezwa katika maboresho ya kiufundi na kimkakati ili kuhakikisha klabu hiyo ya Tanzania zinaongeza ushindani na kufuka hatua za juu zaidi katika michuano ya kimataifa. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ya kimichezo.